unawafikia. Kwa hiyo ililazimu wamjue Mungu kwanza kabla ya kwamba Mungu anataka nini. Tumswalie Mtume Muhammad. Kwa hiyo utasoma aya nyingi utaona zinaonyesha Mungu ni nani, Mungu yukoje, Mungu anafanya nini, Mungu ana uwezo gani, ili mpaka kifua chako na moyo wako na akili yako na saikolojia yako ijae imuone Mungu, kisha unakuwa uko tayari sasa kwamba Mungu ndo hivi alivyo. Inakuwa rahisi kwako wewe kumtii. Na mara nyingi tunarudia, na hili ndo mara nyingi kosa la walinganiaji wengi sana. Watu wengi wanaotoa mawaidha wanaruka kipengele, wanaruka vijiji. Kwa maana gani? Wanaanza kuwaambia watu Mungu anataka nini kabla ya kuwafahamisha watu Mungu ni nani. Tumswalie Mtume Muhammad. Tunakurupuka, swalini, fungeni, toeni zaka, msinywe pombe, musibeti, kabla ya kuwaambia Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, mpaka mwisho. Kabla ya kuambia Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilayhi turja'un. Siko usome aya hizi kwanza. Kwa nini? Kwa sababu kanuni ni kwamba asiye kujua hakuthamini. Hii ni kanuni al-awwal. Ndio maana utaona mara nyingi unaweza ukamchezea mtu sasa hivi, kesho ukaambia wewe unamjua yule? Yule ndo mkuu wa kituo. Unaza nimeyatindinganya kimakonde cho hata siku moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alipita katika makaburi, akamkuta mama mmoja akilia sana kulililia kaburi. Akauliza, mama gani yule? Akaambiwa yule ni bibi fulani. Kwa nini analia pale makaburini vile? Zile ni kaburi la mtoto wake aliyokufa. Kwa hiyo uchungu umemjia, analia pale kwa kumpoteza mwanawe, na ndio alikuwa huyo mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsogelea na kwenda kumuelimisha ubaya wa kile kitendo anachokifanya yule mama kwa lugha nzuri tu, kwamba huyu anatakiwa kuombewa Mungu na sio kuliliwa kwa kubwata na kuomboleza kama hivi. Mama yule alikuwa anajua kama huyu ni nani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpigia kelele, najua mimi, wewe unajua huyu alikufa nani? Kwenda. Mwisho akaenda zake. Alivyoondoka watu wakamfuata yule mama, umeharibu nini? Yule ni Mtume Muhammad. La hawla wala quwwata, ndo mtume yule. Allahu akbar. Ikabidi ageuke amfuate, ya Rasulullah, huzuni, sikujua. Mtume ndo aliposema neno lake mashuhuri, innama sabru inda sadamati al-ula. Innama sabru inda sadamati al-ula. Kusubiri kwa kweli ni pale unapopigwa ngumi ya kwanza, mtu kakutia kofi, subiri pale. Sasa lakini inshallah usirudie tena. Wacha hiyo. Mara nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na mama mmoja njiani, ana mizigo, akampokea. Kenda naye. Sasa njiani yule mama akaanza kutoa maneno ya hatari. Nasikia hapa mtaani kaja mtoto mmoja anaitwa Muhamedi, mtoto mbaya huyo, mtoto kadha wa kadha, mwana Isaya. Mtoto huyo, mtoto ndio nikamwambia bwana,
mpaka nyumbani. Haya mama, asante. Kama bora wewe Muhammad angekuwa kama wewe, mtoto una adabu zako, mtoto umezaliwa wewe. Kuja mtoto hapa asiokuwa na adabu. Haya mama, asante. Akataka kumpa chochote, akamwambia la, hii mimi ni wajibu wangu mama kusaidia watu wazima. Mimi nilivyoumbwa, mimi napenda kusaidia watu wazima. Hichi baki nacho. Alipoondoka wakamjia, mama fulani umepata bahati kubwa leo. Yaani umepokewa mizigo na Muhammad. Muhammad ndio Muhammad hapa. La haula wala quwwata. Asiyekujua hakuthamini. Kwa hiyo njia nzuri ya kuwaambia watu waswali, wafunge, watoe zaka, wahiji, waache madhambi na makosa, kwanza kuwaelekeza Mungu ni nani mpaka wamjue. Leo sisi wote tumekuwa wavivu kuswali, kutoa zaka, kufanyaje? Kwa sababu bado hatujamjua Mungu yuko. Sawa? Japokuwa sasa hivi mambo yamebadilika sana. Sasa hivi kwa sababu ni ulimwengu wa makusudi. Ulimwengu sasa umejaa kusudi na kusuda. Inaeleweka vizuri? Sasa hivi bwana, anayekujua hakusapoti kabisa. Tumeelewana? Anayekujua hakukubali kabisa kusudi. Na asiyekujua ndio anayeongoza kukusema vibaya. Msipate tabu. Ulimwengu tunaopanda nao sasa ndio huo. Ukiona mtu anakusema vibaya, ujue hakujui ulivyo. Na usitarajie yule anayekujua akakusapoti, usitarajie. Utakufa mapema, utapata koresto, utapata pressure. Maana sasa hivi ni ule ulimwengu wa hata wewe. Maana hata wewe jinsi unavyonijua wewe unanifanya mimi hivi, ndio ulimwengu wa sasa. Yaani ukitaka mtu akupige vita, akujue vizuri, zile njia za uzuri anavyokujua, ndio anapita mule kukuumiza. Si anakujua. Asiyokujua anakaa maskani. Ukipita sasa yule, sio mchezo yule. Mwanga yule, kumbe babake yeye ndo mwana. Nasikika au? Naam. Nasikika? Mbona una kama msikika? Sasa aya hizi tutakazosoma leo chache tu zinaonyesha Mungu ni nani. Naomba tuwe makini kabisa. Tumsikilize Mwenyezi Mungu anajieleza yeye mwenyewe, mimi ni nani kwenu. Ya kwanza anasema Allahu yabda'ul khalqa, Mwenyezi Mungu anavianzisha viumbe. Yaani yule muumbaji wa kwanza kabisa ndio creator anaitwa. Mwenyezi Mungu ndiye anavianzisha viumbe. Hakuna mtu alioanzisha viumbe, ndio yeye. Thumma yu'iduhu, kisha anavirudisha. Maanake amevianzisha na atavimaliza yeye mwenyewe. Yeye ndo aloumba na yeye ndo ataua, hakuna mwingine. Thumma, kisha, ilaihi turja'un, kwake mtarudishwa. Tena hiyo tia neno thumma ilaihi, kisha kwake tu, ongeza neno tu. Thumma ilaihi, kisha kwake tu, turja'un, mtarudishwa, sio tarjiuna. Wanaojua lugha ya Kiarabu hapa wakae vizuri wasikie, na hata wasiojua nitaeleza, nitalazimisha mpaka uelewe. Kuna tofauti thumma ilaihi tarjiuna na thumma ilaihi turjauna. Kuna mabniyu lilfa'ili na mabniyu lilmaf'uli.
Hii mabniu lilmaf'ul kwa watu waliosoma lugha ya Kiarabu upande wa nahwu. Thumma ilayhi turja'un. Mwenyezi Mungu yeye ndo anaanza kuumba. Hakuna aliyewahi kuumba kabla ya Allah na hatotokea. Kisha anavirudisha viumbe, kwa maana anaondosha maumbile yao na huwa thumma ilaihi, kisha kwake tu turjauna, yani sisi alioanza kutuumba ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kisha yeye atatuondoa kisha ataturudisha kwake. Aya zote zilizokuja juu ya zinakuja wattaqu yawman, amna wattaqu yawman tarji'un, wattaqu yawman turjaun, ogopeni siku mnayorudishwa. Maanake karhan wa kurhan, taw'an wa taw'an, ukitaka usitake, ikifika siku sio utarudi, utarudishwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio maana hata jana leo nimesema bwana, hakuna hata mtu anapenda kufa. Nani anapenda? Tena ukimwona yule mtu kazeeka sana, ndo apendi kabisa kufa yule. Mtu alozeeka afadhali mtoto. Unaona wale watoto wa bodaboda wale wanavyoziendesha zile bodaboda, wazee wao wakiona sasa, watoto hawa wana nyoyo za plastiki nini, kwa sababu ya utoto. Mtu mzima akiendesha pikipiki kwa tahadhari kwa kweli, mabega hivi, yani ukimpigia honi anazima kabisa. Umeelewa? Lakini mtoto analegeza kile viatu vyao, umeona wafanya vile na stendi kwa sababu ya utoto. Kadiri ukikua wewe ndio unazidi kuogopa kufa. Mungu